Nukta ya 4 akasema la tansa an tujbira ma waqa'a lak, usisahau, la tansa, usisahau, an tujbira, kukiunga, ma waqa'a lak, kile kilichotokea kwako, ma waqa'a lak, kile kilichotokea kwako, kilichotuka, usisahau kukiunga kile kilichotokea kwako, minan naqs, katika mapungufu, wataksiri, na uzembe, yani kufupilizika, wataksiri, kufupilizika kwa maana uzembe. Usisahau kukiunga kile kilichotokea kwako wakati ndani ya Ramadhani, usisahau kukiunga kile, minan naqs, katika mapungufu, wataksiri, na kufupilizika, kuzembea, fi Ramadhana, katika mwezi wa Ramadhan, usisahau kukiunga hicho, bisiyamu 6 min Shawwal, kwa kutumia funga 6 za mwezi wa Shawwal. Ndani ya Ramadhani kuna mambo mengi yanatutokea sisi, miongoni mwa mapungufu na uzembe, kufupilizika katika baadhi ya mambo ambayo hukutakiwa kufanya hivyo, lakini kama mwanadamu kuna mapungufu alikutokea wewe ndani ya mwezi wa Ramadhani. Sasa nakwambia usisahau sasa baada ya Ramadhani ukiunga kile ambacho kiliingiwa na mapungufu wakati ndani ya Ramadhani, kwa kutumia funga 6 za Shawwali. Ukifunga funga 6 za Shawwali zinakwenda kuziba ule mwanya na yale mapungufu na ule uzembe uliotokea ndani ya Ramadhani yako. Funga 6 za mwezi wa Shawwali kama vile ni kiraka. Sasa funga 6 usisahau kuunga kwa kutumia kiraka cha funga 6 cha mwezi wa Shawwal. Fa'an Abi Ayyuba, basi kutoka kwa Abu Ayyub radhiyallahu anhu, Allah amridhie, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, hakika mjumbe wa Allah swalla na salamu ziwe juu yake amesema, man sama Ramadhan, yeyote atakayefunga mwezi wa Ramadhan, thumma atba'ahu 6, kisha akaufuatishia huo mwezi wa Ramadhan funga 6, thumma atba'ahu 6, kisha akaufuatishia huo mwezi wa Ramadhan funga 6, min Shawwal, katika mwezi wa Shawwal, kana kasiyami dahari, huwa jambo hilo ni sawa na funga ya mwaka mzima. Kana kasiyami dahari, linakuwa hilo ni sawa na funga ya mwaka mzima. Yule atakayefunga mwezi wa Ramadhani kisha akafuatishia funga ya masiku 6 ndani ya mwezi wa Shawwal, jambo hilo linakuwa kwake yeye ni sawa na mtu aliyefunga mwaka mzima siku 360. Anaandikiwa ujira kwa kufunga siku 30 na siku 6 za Shawwal, 36. Mtume anasema alhasanatu bi'ashri amthaliha. Siku 30 za Ramadhani, siku 6 za funga ya Shawwali, jumla ni 36. Sawa, tunaambiwa alhasanatu bi'ashri amthaliha, jema moja ni kwa mara 10 yake. Sasa chukua hii 36 fanya mara 10, unapata ngapi? 360 sawa na siku za mwezi, wiki au mwaka mzima. Ndio maneno haya ya Mtume. Sasa atakayefunga Ramadhani siku 30 kisha akafuatishia siku 6, 36, basi malipo yake sawa na mtu aliyefunga mwaka mzima, kwa sababu jema moja ni sawa na kulipwa mara 10 katika sheria yetu. Ushaona hapo, alhasanatu bi'ashri amthaliha. Kwa ukichukua 36 mara 10 unapata 360, ndio idadi ya masiku ya mwaka. Ndio ile aliposema Mtume kana kasuyami dahr, limekuwa hilo ni sawa na funga ya mwaka mzima. Kabla hajaja mahesabu Mtume alishasema huko. Kwa mahesabu amekuja tayari, amekutana na hadithi hii. Rawahu Muslim, hadithi ameisimulia al-Imam Muslim. Au hesabu zilikuwepo kipindi cha Mtume? Zilikuwepo, hazipo? Kuna hesabu na somo la mathematics, mbali ni vitu vile tofauti. Kuna somo na hesabu, kipi kilikuwepo, kipi ambacho halikuwa hakipo?
Ukaambwa hii mathi ilikuwepo kipindi cha mtume. Si kweli. Hisabu zilikuwepo. Au ukisoma hili somo ndo maana yake hisabu. Kuna zaidi ya hesabu mle. Au hamjui kama kuna zaidi ya hesabu ndani ya somo hili? Kwa hisabu zilikuwepo kwa sababu silikuwa kuna mirathi. Mirathi ilikuwepo na mirathi inatumia nini? Hesabu zilikuwepo. Haya mengine alifuata baadaye, lakini hesabu zilikuwepo tokea kipindi hiko. Nukta ya mwisho anasema i'lam anna alamata qabuli sawmi Ramadhan. Tunamalizia nukta hii kisha tutarudi kuzungumzia kidogo masala ya funga sita. Mambo kufuatanisha au kutenganisha, kuwahi kufunga, kuchelewesha funga. Je, mtu anaweza kaingiza sunna kabla kulipa deni la Ramadhani akaamua kufunga sita? Tukimaliza nukta hii tutaona maneno wanawachuoni wanasemaje. I'lam, tambua wewe Muislamu, anna alamata qabuli sawmi Ramadhan, hakika alama ya kukubaliwa funga ya mwezi wa Ramadhan. Anna alamata qabuli sawmi Ramadhan, hakika alama ya kukubaliwa funga ya Ramadhan. Ukitaka kujua alama kwamba funga yangu imekubaliwa, antakuna halul abdi ba'da Ramadhana ahsana mimma kana alayhi qablahu, ni kuwa hali ya mja baada ya Ramadhan ni nzuri zaidi kuliko alivyokuwa kabla yake hiyo Ramadhani. Antakuna halul abdi, kuwa hali ya mja baada Ramadhan, baada ya mwezi wa Ramadhani kumalizika, ahsana, ni nzuri zaidi mimma kana alayhi qablahu, kuliko vile alivyokuwa juu yake kabla ya hapo. Kabla ya Ramadhani alivyokuwa ni tofauti na baada ya Ramadhani. Baada ya Ramadhani hali yake imezidi kuwa nzuri kiibada. Basi hii ni alama kwamba mtu huyu funga yake imekubalika. Sasa tutajuaje hali ya mtu ambaye hajakubaliwa funga yake? Tunatumia alama gani? Alama ya kutumia ni kinyume chake. Sasa kinyume cha hali ya mtu huyu aliyetajwa hapa. Ikiwa alama ya kukubalika ni kuwa hali yake baada ya Ramadhani ni nzuri zaidi, basi alama ya kutokubalika ni kuwa mtu hali yake baada ya Ramadhani ni mbaya. Afadhali alivyokuwa kabla ya Ramadhani kuliko alivyokuwa baada ya Ramadhani. Hii ni alama ya kwamba huyu baada yake ya saumu tunaitilia mashaka. Qala al-Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, amesema al-Imam Ibn Rajab Allah amrehemu, alamatu qabuli at-ta'ah, alama ya kukubaliwa utiifu. Alamatu qabuli at-ta'ah, alama ya kukubaliwa utiifu ni amali uliyotenda kwa ajili ya kumtii Allah. Alama kukubaliwa kwake antu swala, ni kuunganishwa utiifu huo bita'atin, na utiifu mwingine baada yake. Antu swala ni kuunganishwa utiifu huo bita'atin, na utiifu mwingine baada yake huo utiifu wa mwanzo. Ukitaka kujua alama kukubaliwa jambo lako la kiibada, basi ni kuunganishwa ibada nyingine juu ya ibada ile ya mwanzo. Ukawa ni mtu ambaye unaendelea utiifu juu ya utiifu, hurudi nyuma, ni kuongeza tu ibada juu ya ibada, utiifu juu ya utiifu mwingine. Hii ni alama kukubaliwa ule utiifu wa mwanzo, kwa maana ule wa mwanzo umekupa raghba na hamu wa kuongeza utiifu mwingine. Unapoongeza mwingine ni alama kukubaliwa huu wa pili, unapoongeza wa nne ni alama kukubaliwa huu utiifu wa tatu. Hivyo hivyo antu swala bita'atin ba'daha, alama kukubaliwa utiifu wa mja ni kuunganishwa utiifu huo na utiifu mwingine baada yake huo wa mwanzo. Kama mtu anaendelea katika taa kila siku, harudi nyuma, hali yake inazidi kuwa nzuri kiupande wa ibada, hii ni alama kwa ibada zake zinakubaliwa. Wa alamatu raddiha, na alama ya kurejeshwa kwake hizo, huo utiifu kurejeshwa kwake, kwa maana kukataliwa kwake, raddi kurejeshwa, kukataliwa. Wa alamatu raddiha,
na alama ya kukataliwa kwake utiifu huo antusala bima'siyah, ni kuunganishwa utiifu huo na maasi. Baada ya kuwa umefanya taa, mara unaonekana kwenye maasi, ule utiifu haujakusukuma kutenda utiifu mwingine, badali yake umefanya maasi baada ya utiifu. Kwa umeingia kwenye Ramadhani, umefanya utiifu mwingi, mambo mengi ya kiibada, lakini ulipotoka yale yote hayaonekani, bali unafanya kinyume chake, kinyume ambacho kinayavunja yale. Hii ni alama ya kwamba wewe funga yako inawalaki, tunaitilia shaka. Ulikuwa mja mzuri kwenye Ramadhani, unaswali, unahudhuria darasa, ni mkarimu, unasoma katika masomo ya Qur'ani, unahudhuria, unajitaalamisha, lakini baada ya kumaliza Ramadhani huna swala, huna funga, huna darasa, huna chochote, upo tu maskani. Ni alama kwamba ile Ramadhani ile haijaenda vyema, ile tunaitilia wasiwasi, kwa sababu alama ya kukubaliwa utiifu ni kuunganishwa utiifu mwingine juu yake, na alama kukataliwa utiifu huo ni kuambatanishwa na maasi ya baada ya utiifu huo. Anasema nani hayo? Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab. Kisha akasema ma ahsana alhasanata ba'da alhasana, si uzuri ulioje huo kutenda wema baada ya wema. Ma ahsana alhasanata ba'da alhasanati, si uzuri ulioje huo kutenda wema baada ya wema. Katika jambo zuri lenye kuvutia ni mtu kutenda wema juu ya wema, wema juu ya wema, harudi nyuma wala haachi wema. Ma ahsana alhasanata ba'da alhasanati, si uzuri ulioje huo kutenda wema baada ya wema. Huu ndio uzuri unaotakiwa. Wa aqbaha sayyi'ata ba'da alhasanati, si ubaya ulioje huo, si ubaya ulioje huo kutenda uovu baada ya wema. Wa aqbaha sayyi'ata ba'da alhasana, na si ubaya ulioje huo kutenda uovu baada ya wema. Hakuna jambo baya kuliko kutenda uovu baada ya kuwa umetenda jema. Hata maamrisho ya kikawaida Mtume hajatuamrisha hivyo, bali tuliamrishwa kinyume chake, wa atbi'i sayyi'ata alhasanata. Sawa, fuatishia baada ya kutenda uovu jambo jema. Hilo jema litafanyaje? Tamhuha, jema hili litafuta ule uovu uliotenda hapo nyuma. Sasa itakuwa ni ajabu Muislamu baada ya kutenda wema yeye ndo afuatishia uovu, anafanya kinyume chake. Katoka kwenye Ramadhani ni mja mwema, lakini baada ya Ramadhani anaonekana mja muovu kama yeye, hana swala, hana chochote. Akbah as-sayyi'ata ba'da al-hasana, hili ni jambo baya zaidi, kutenda uovu baada ya kuwa mtu ametenda wema. Haya yote aliyoleta mtunzi hapa kutuonyesha baada ya Ramadhani kinahitajika nini. Bila shaka mshafahamu nini kinahitajika baada ya Ramadhani, nacho ni kutenda wema ambao tumeuasisi ndani ya mwezi wa Ramadhani. Tusiuache. Kuondoka kwa ugeni wa Ramadhani sio mwisho wa funga, sio mwisho wa kusoma Qur'ani, si mwisho wa kudumu na kukaa muda mrefu misikitini kwa ajili ya madarasa, wala si mwisho wa kuacha kuomba kwa sababu mwenye kuitikia maombi yupo, wala si mwisho wa ujira kwamba ukifanya nje ya Ramadhani hakuna malipo. Malipo yapo. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Tumegusa hapa kwenye nukta namba 4 kwamba usisahau kukiunga kile ambacho kilikutokea wewe ndani ya Ramadhani miongoni mwa mapungufu, uzembe, lakini unga uzembe huo na upungufu huo kwa kutumia funga 6 ndani ya mwezi wa Shawwal. Kisha akaleta hadithi, man sama Ramadhan thumma atba'ahu 6 min Shawwal kana kasiyami dahri. Wanachona na maelezo hapa nitayasoma, sababu swali hili pia tulileka akiba, liliulizwa darasa za nyuma, ukasema tutakuja kulutelea maelezo sehemu yake ndio hii. Sasa baada ya Ramadhani ni ipi hukumu ya funga 6? Hukumu yake wengi katika wanachuoni wanasema funga ya masiku 6 ndani ya mwezi wa Shawwali
ni amrun mustahabbun, jambo lenye kupendezeshwa. Kwa maana funga ya siku 6 za Shawwali si wajibu wala si faradhi. Sawa? Baadhi ya wanachuoni wachache wameenda kwamba ni wajibu, kwa sababu atakayefunga kisha akafuatishia, kwa kuwa Ramadhani ni wajibu na pale nimekuja neno thumma kisha, basi kinachokuja mbele yake nacho kitakuwa ni wajibu. Funga 6 ni wajibu, lakini kauli ya sawa si wajibu. Unaweza ukafunga Ramadhani na hizo 6 pia usizifunge, hupati dhambi, lakini si bora. Kilicho bora ni kufuatisha haya mapendezesho ya hadithi, kwa maana man sama Ramadhan thumma atba'ahu 6 min Shawwal, fuatishia funga 6 muda kwa uwezo upo, wasaa unao. Kwa wengi katika wanachuoni wameenda na kauli kwamba jambo lenye kupendezeshwa si wajibu wala sio makruhu, kama baadhi ya wanachuoni walivyoenda na msimamo huo, kama Imam Malik akaona kuna ukaraha kufunga hizi. Lakini wengine wakaja akamdiriki Imam Malik akusudia ukaraha kufuatanisha pale pale baada ya Ramadhani tu, hakuna gepo pale, umekula Idi ukaunganisha. Akahofia Imam Malik kuja kuoneshwa kwamba hii funga 6 ni katika jumla ya Ramadhani, ule uharaka wa watu, ndio akasema kuna karaha ndani yake kufunga. Lakini hadithi sahihi haionyeshi ukaraha, na hiyo ndio madhhabu ya Imam Shafi'i na madhhabu ya Imam Ahmadi na wengineo. Lakini swali jingine, je, itafaa kufuatanisha funga 6 kama ilivyo katika hadithi, au kuna uwezekano wa kuwachanisha, kutenganisha masiku? Hadithi imekuja thumma atba'ahu 6, kisha akafuatisha masiku 6 katika mwezi wa Shawwal. Je, inakuwa ni mutatabi'a, masiku yenye kufuatana, au si lazima afuatane? Na je, lazima uanze mwanzo baada ya Eid tu mubashara, au kuna uwezekano wa kufunga hata katikati ya Shawwal au mwishoni mwa mwezi wa Shawwal? Wanachuoni wanasema inafaa mtu kuziachanisha zile siku, akafunga moja, baada ya siku 2 akafunga ya pili, au akaamua kufunga Alhamis na Jumatatu kila wiki, Alhamis Jumatatu, ndani ya wiki 3 kama liza siku 6. Hilo linawezekana, hakuna ulazima wa kufuatanisha kwamba ukianza basi lazima ufululize, hakuna ulazima huo. Kama vile ambavyo hakuna ulazima baada ya Eid tu uanze kufunga, hakuna ulazima huo. Unaweza kufanya hivyo au katika 10 la katikati la Shawwal, au katika 10 la mwisho la Shawwal. Kinachozingatiwa hizi 6 zisitoke nje ya mwezi wa Shawwal. Ima utawahi au utafunga katikati ya mwezi au mwisho wa mwezi, kuna takdimu au taakhiri, kuwahisha au kuchelewesha, ima kufuatanisha au kuzitenganisha. Hayo yote manne yanafaa, hakuna ulazima katika kuyatekeleza kinyume na haya. Kinachozingatiwa ni ndani ya mwezi wa Shawwal. Al-amru wasi'u, kwa maana jambo lina wasaa, lina nafasi kubwa kutekelezwa. Haikufungwa kwamba lazima uwahi, kama baadhi ya watu wanajua, mimi nikianza kula tumbo likifunguka kiulaji siwezi tena kufunga, basi wahi hapa baada ya Eid tu, kabla halijafunguka hilo tumbo lako, anza kufunga zile 6. Maana wapo akishafunguka kiulaji, basi wewe kufunga tena hiyo jambo Ramadhani nyingine labda, au break ndogo Arafa na Ashura, asikia aibu, atafunga Arafa, Ashura, lakini 6 tena ndio zishapita. Akifunguka kiulaji mambo yameisha. Sasa kama uko hivyo, baada ya Eid tu siku ya pili yake anza kufunga 6. Lakini wengine wana tabia ya uroho pale, na kwa vitu vya sikukuu pale siku zaidi havijamaliza pale, manyama si kitu gani, afu baada ya Eid tuanze kufunga, si nitanyimwa mimi? Kuogopea kunyimwa, hafungi pale, hajafunga huko mwisho wa mwezi, ile machopochopo masalo yashamaliza. Kwa anajua nakula sambamba na wenzangu, mkono kwa mkono, hadi nihakikishe ameisha ndio nitaingia kwenye 6. Hasa sana mabarobaro ndio unonyimwa. Mtu na mkeo wanyimwaje? Siwe ikiwa vyako bana, hivi baba yenu hivi akifungua atakula, ankunyima nani? Lakini barobaro sasa akuwekea nani? Unakuja hapo kwenye sahani, umefunga shauri yako, wenzako wanakula. Baada kufunga hapo kweli
Hakuna, lazima ushiriki pale, mle nyote maandazi ya Idi yaliyobaki jana. Kwenda kwa sita kwa barobaro ni ngumu kuanza pale mwanzo, hasa kwa tabia ya roho Haya, tuendelee mbele. Kwa hiyo lazima kufuatanisha. Lakini kuna masala nyingine ambayo ndo masala tuliyokusudia kuyazungumza hasa. Je, itafaa kwa mwenye kudaiwa mwezi wa Ramadhani? Mfano, mwanamke kaingia kwenye siku zake anadaiwa siku 6 au 7, au mwanamume aliumwa katikati au alisafiri akafungua kwenye safari yake anadaiwa siku 2, siku 3, siku 1 kwa sababu ya maradhi au safari. Je, itafaa yeye kufunga 6 kabla ya kulipa deni la Ramadhani? Ndio swali liloulizwa darasa lililopita. Mimi nitasoma kauli hapa 3 za wanawachuoni, kisha mtaniambia nyinyi ipi kauli nzuri. Sawa? Kuna kauli ya Imam Ibn Uthaymeen, kuna kauli ya Albani, na kuna kauli ya Imam Ibn Baz Sheikhul Islam. Naanza na ya Imam Ibn Uthaymeen, kisha Albani, kisha Ibn Baz. Al-Imam Ibn Uthaymeen aliulizwa katika majmuu fatawa wa rasail. Majawabu haya yamo yameingizwa kwenye majmuu fatawa yake. Aliulizwa kuhusu na swali kama mfano wa hili: je, itafaa mtu kuanza kufunga sunna ya 6 kabla ya kulipa deni la Ramadhani? Akasema Ibn Uthaymeen, aljawabu ala dhalika min qawli an-nabii sallallahu alayhi wasallam, man sama Ramadan thumma atba'ahu 6 min Shawwal kana kasiyami ad-dahr. Anasema Ibn Uthaymeen, jawabu juu ya swala hilo linatoka kwenye kauli ya Mtume aliposema, yeyote atakayefunga Ramadhani kisha akafuatisha baada ya hiyo Ramadhani funga ya masiku 6 ya mwezi wa Shawwali. Jawabu lipo huko kwenye hadithi ya Mtume. Anasema Ibn Uthaymeen, wa idha kana ala al-insani qada'un wa sama 6 qabla an yasuma al-qada', na itakapokuwa kuna juu ya mtu deni, anadaiwa Ramadhani na akafunga 6 kabla ya kulipa lile deni, fa hal yuqalu innahu sama Ramadhan wa atba'ahu bi 6 min Shawwal? Je, mtu huyu ambaye ana deni kisha akafunga 6, je, patasemwa kwake yeye kwamba amefunga Ramadhani na kisha akafuatishia 6? Anauliza yule ambaye ana deni lakini kafanya haraka kufunga 6, je, patasemwa kwake yeye kwamba amefunga Ramadhani kisha akaleta 6? Kisha akajibu mwenyewe Ibn Uthaymeen kwa kusema la, hapana, maswama Ramadhani, huyu bado hajafunga Ramadhani. Wa idh la yuqalu sama Ramadhani, kwa sababu hapasemwi amefunga Ramadhani illa idha akmalahu, isipokuwa atakapoikamilisha hiyo Ramadhani. Wa ala hadha, na tuendapo juu ya msingi huu, na mfahamu Ibn Uthaymeen au nasema peke yangu, yule mwenye deni la Ramadhani kisha kabla ya kulipa akafunga 6, je, atasemwa kwamba amefunga Ramadhani kisha ndo akaleta 6? Sheikh anasema la, hapasemi kwa mtu huyo lugha hiyo, kwa sababu yeye hajafunga Ramadhani, kwa kuwa hajaikamilisha bado. Sawa, hajaikamilisha, haisemwi kafunga Ramadhani. Ndo anasema wa ala hadha, na tuendapo juu ya msingi huu, fala yathbutu ajru siyami 6 min Shawwal liman swamaha wa alayhi qada'un min Ramadhan. Hautothibiti ujira wa funga 6 za mwezi wa Shawwal kwa yule atakayeyafunga masiku hayo na hali ya kuwa juu yake kuna deni la Ramadhani. Hatopata ujira wa funga 6 kwa sababu juu yake kuna nini? Deni la Ramadhani. Illa, isipokuwa idha qada Ramadhana thumma swama, atakapolipa Ramadhani kisha akafunga hayo masiku 6, hapo sasa ndo atapata ujira wa hayo masiku 6. Kamaliza Ibn Uthaymeen. Kwa maana kwa mujibu wa maelezo yake, inafaa haifai kabla ya kulipa deni ukafunga 6? Haifai, kwa sababu kauli ya Mtume inasema man swama Ramadhana, yule atakayefunga Ramadhani kisha imekuja thumma, kitu kinachokuja baadaye hicho,
wewe hujafunga Ramadhani, umefunga baadhi ya masiku ya Ramadhani. Ili ufunge Ramadhani ulipe kwanza ili Ramadhani yako ikamiliki, kisha ndio ulete sita. Na nasema ujira afunga sita kwa mtu anayedaiwa haupatikani mpaka alipe, kisha afunge hizo sita zake. Kamaliza maneno al-Imam al-Albani, Sheikh Nasiruddin al-Albani Abu Abdurrahman, naye aliulizwa swali mfano wa hilo, akajibu, je, mtu ambaye ana deni kisha akaleta sita na kuwaje? Akajibu, yabtadi'u bima alayhi, mtu namna hiyo anatakiwa kuanza kwa kile kilicho juu yake. Juu yake kuna nini? Kuna deni la Ramadhani, anatakiwa aanze kilicho juu yake. Liannahu, kwa sababu hicho au kwa sababu ya mambo yalivyo, hadha aujabu alayhi min siyami sittin min Shawwal, hili deni hili ni wajibu juu yake kuliko hizo funga sita za mwezi wa Shawwal. Aanze na kilichowajibika kwake kwanza, kisha ndo alete ambacho si wajibu. Nimeelewa mpaka hapo eh? Sasa analeta maneno hapa, anaufungua mlango, anasema lakini imfaala, ikiwa atafanya, ai swama sita min Shawwal, kwa maana atafunga sita katika mwezi wa Shawwal, thumma atba'a dhalika bisiyami Ramadhan, kisha akafuatishia baada hizo sita funga ya Ramadhani, ma fihi mani'un, hakuna kizuizi katika hilo. Naona mambo yanavyoenda sasa kinyume kaleta mambo vizuri mwanzo, alafu lakini kaufungua mlango. Ikiwa mtu atafunga funga sita baadaye ndo akaileta Ramadhani, anasema ma fihi mani'un, hakuna kinachozuia jambo hilo. Walakin min haythu al-afdaliyah, lakini katika upande wa ubora, kipi bora, kuanza kulipa deni au kuanza na sita kabla ya deni? Yuqaddamu al-awjabu wal-awjabu wa huwa al-qada. Katika upande wa ubora patatangulizwa kilichowajibu, kisha kilichowajibu katika upande wa kulipa deni. Bora kulipa deni kabla ya sita. Lakini mtu akileta sita kabla ya deni, anasema ma fihi mani', hakuna kizuizi kwenye hilo. Maneno hayo Sheikh al-Albani utayapata katika fatawa zake za Jidda. Huko Jidda alikuwa akiuliza maswali, akatoa fatawa, swali nambari 28, fatawa za Jidda, akajibu hivyo kwamba mtu alipe kwanza kisha ndo alete sita. Lakini ikiwa ataleta sita kabla ya deni, hakuna kizuizi. Lakini vile vile kilicho bora ni kuanza mtu kufanya cha wajibu, kisha baadaye ndio ataleta hayo mengine, kwa maana alipe kisha ataleta sita, ndio kilicho bora kwa msimamo wa Sheikh al-Albani. Anayefanya sita kabla ya deni hajamkataza, anasema ma fihi mani', tofauti na kauli Ibn Uthaymeen, anasema hakuna ujira kwa mwenye kufunga sita kabla ya kulipa deni. Kwa kauli mbili zimetofautiana. Ya mwisho na ya tatu itakuwa ya nani hiyo? Ya Sheikhul Islam, Sheikhul Anam, Imamul Aimma Ibn Baz. Naye ana maneno mazuri tu, ametia mchango wake kwenye hili. Yaqulu Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, anasema Sheikhul Islam Ibn Baz alipoulizwa swali mfano wa hilo, je, yawezekana kutanguliza sita kabla ya deni? Akasema, yeye kaanza mbali kidogo, qad ikhtalafa al-ulama fi dhalika, kwa hakika wametofautiana wanawachuoni kuhusu hilo. Wasawabu, na vilivyo ndivyo ilivyokuwa sawa hasa, anna al-mashru'a, hakika chenye kuwekewa sheria, taqdimul qada'i ala sawmi sitti wa ghayriha min siyami nafli, chenye kuwekewa sheria ni kutanguliza deni la kulipa kwanza, mtu alipe juu ya funga sita na nyinginezo zisizokuwa hizo sita katika funga za sunna. Kabla hajafunga sita na nyinginezo, kilichoikiwa sheria ni kutanguliza kwamba kwanza deni lake alipe kwanza kabla ya sita nyinginezo katika funga za sunna. Akasema liqauli nabii,
hilo ni kwa kauli ya Mtume swalla na salamu ziwe juu yake aliposema man swama ramadan thumma atba'ahu sittan min shawwal kana kasiyami dahri. Akaleta hadithi ile tuliyosoma hapa, ni ushahidi kwamba kwanza deni kisha ndiyo sunna. Wa man qaddama sita ala alqada'i lam yatba'ha ramadanun, yule ambaye atakayetanguliza funga sita juu ya deni analodaiwa, yeye hajaitanguliza Ramadhani kwenye hayo masiku sita. Takiwa tangulize Ramadhani kwanza kisha alete sita. Yule ambaye atatanguliza sita kabla ya Ramadhani, huyo hajaitanguliza Ramadhani kabla ya sita bado, tofauti na hadithi ilivyosema wa inma atba'aha ba'da Ramadhani. Hakika si vingine, yeye ametanguliza, amefuatishia baadhi ya Ramadhani. Haya masiku ya sita ameyaleta baada ya baadhi ya masiku ya Ramadhani, hajaleta masiku ya sita baada ya Ramadhani, ameleta baada ya baadhi ya masiku ya Ramadhani, kwa sababu hajakamilisha Ramadhani. Huyo amefunga baadhi tu ya mwezi wa Ramadhani. Kisha akasema Ibn Bazi, wali anna alqadaa faradun, na kwa sababu kule kulipa ni lazima, ni faradhi kwa mtu. Wasiyama siti tatawu'un, na funga sita ni jambo la kujitolea. Ramadhani kufunga ni lazima, lakini funga sita ni jambo la kujitolea. Wal faradu aula bilihtimami wal inaya, na faradhi ni bora zaidi kuipatiliza na kuitilia umuhimu. Kamaliza maneno yake. Anamaanisha nini Ibn Baz kwa maneno haya? Msimamo wake ni upi? Msimamo wake anaungana na Albani, anaungana na Ibn Uthaymeen. Anaungana na Ibn Uthaymeen kwamba si sawa, haijuzu mtu kufunga sita kabla ya kulipa deni la Ramadhani. Na hata tukija katika kanuni za kisheria, lakini pia kwa kutumia maarifa, haiwezekani wewe huja swali ya dhuhuri kisha wataka uswali sunna, hali ya kuwa dhuhuri ni faradhi na ile sunna ni tatawwu, jambo limependezeshwa. Hapo kuna uwajibu, hapo kuna jambo la sunna. Utakiwa utangulize nini? Uwajibu. Umekuja msikitini, watu wameanza kuswali, muda umeenda, adhuhuri kuja swali, naanza sunna kwanza, muda endelea kwenda huo, swali kwanza hii faradhi. Sawa? Kwa mujibu wa maneno ya Ibn Uthaymeen na Ibn Baz, wanaona kwamba jambo lisilojuzu. Lakini imetokea sasa mtu ashafanya, ndo anakuuliza, basi tutampa fatwa Sheikh Al-Albani, ma fihi mania, hakuna kizuizi, ndio ishatokea, utalipwa kwa nia yako. Lakini kwa mujibu wa maneno Ibn Uthaymeen anasema hauthibiti ujira wa funga sita kabla ya kulipa. Huupati ule ujira, huupati, kwa sababu kuna deni juu yako. Kisha kwani hii funga sita si mwezi mzima? Si imewekwa mwezi mzima funga sita, mwezi wa Shawwali? Sasa haraka kukimbilia kufunga hii sita kabla ya deni ni kwapi? Masiku yako mengi, masiku 29 au 30. Lipa kwanza deni, kisha baadaye utakuja na hii funga sita, kwa sababu muda upo mrefu. Mwezi mzima wewe unadaiwa 20, utafunga 20 kisha utalipa sita. Mwezi bado upo, unadaiwa 10, utalipa 10 kisha utafunga sita. Ngoja mimi nadaiwa mwezi mzima, sasa sijafunga mwezi mzima mimi, na hiyo sita hiyo pia naitamani, nifanyeje? Utamfanyaje? Utaambia lipa kwanza. Akilipa tu ile mwezi mzima Shawwal imeisha, sita zakaa wapi? Hamna. Basi muqaddara Allah wa mashaa faala, hukukadiriwa wewe kufunga sita, Allah atakulipa kwa nia yako, si ulikusudia. Lakini mwezi umeisha, kwa sababu ya kulipa madeni, Allah atakulipa kwa nia yako, utapata ujira sawa na wale waliofunga Ramadhani na sita, kwa sababu ya nia yako. Innamal a'malu binniyat. Kwa usilazimisha kufunga sita, watu wametoka kwenye Idi na wewe umo kwenye kufunga, wadaiwa mzee, lipa kwanza, deni la tangulizwa, kisha mengine atafuata baadaye. Allahu a'lam. Subhanakallahumma hamdik, nashhadu an la ilaha illa anta
nastaghfiruka wa natubu ilayk.